ya kusema unagusa mtu inatoka. Hata hiyo nafikiri hiyo technology ya kusema unagusa mtu inatoka. Hata hiyo nafikiri hiyo technology tujafikia. Kamishna wa polisi wa kaunti ya Mombasa, Mohamed Nur, ametoa onyo kali kwa watu wanaosambaza taarifa za uongo kuhusu madai ya kuibiwa kwa sehemu za siri za wanaume. Mmesikia vizuri hapa, kamati ya usalama imeweza kuambia nyinyi ya kwamba hiyo yote ni porojo. Hakuna hata wale, enda kwa hospitali yoyote, hakuna mtu ako na hiyo uwezo ya kutoa hiyo kitu. Mungu alikupatia. Unless umeumia ama umepatikana kwa nyumba ya mtu kwa njia mbaya. Tumekuwa na hizo incidents zamani, si ndio? Akizungumza katika makao makuu ya Uhuru na Kazi mjini Mombasa, Nur amesema polisi wamepokea malalamishi kadhaa kutoka kwa wakazi kuhusu visa hivyo na kwamba uchunguzi unaendelea, huku baadhi ya washukiwa tayari wakikamatwa katika eneo la Likoni. Kuna mmoja alishikwa Likoni Ferry, mmoja Nyali na mmoja hapa Mombasa. Kuna wengine pia imesemwa, lakini bado tunazifuatilia na hawa watu tutawashika wote. Aidha, amewaonya watayarishaji wa maudhui mitandaoni almaarufu content creators dhidi ya kuendeleza taarifa hizo zisizo na msingi, huku akisisitiza kuwa yeyote atakayebainika kusambaza habari za upotoshaji umma atachukuliwa hatua kali za kisheria. Nilisikia kwa huyo. Sasa mambo kama ni kufuata mambo ya watu wengine, wewe peke yako ndio utabeba hiyo jukumu, utasimama mbele ya sheria na ustakiwe. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na kitengo cha ujasusi DCI, imebainika kuwa baadhi ya wahalifu wanatumia madai hayo kama mbinu ya kuwatisha na kuwapora wananchi. Njia tu wakora wanatumia, na kitu ya kwanza wanafanya, wanakunyang'anya simu, wanakunyang'anya kila kitu. Alafu wanawaachia wananchi wale wengine wapige wewe, wale wajui hata nini inaendelea. Wakirejelea visa vilivyoripotiwa katika maeneo ya Marikiti na Kongowea kama mifano, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wamepuzulia uvumi huo wa kupotea kwa sehemu nyeti, wakisema hayana msingi. Tungependa kuwasihi wananchi ya kwamba waweze kuwa tahadhari na watu ambao wanazunguka wakizungusha madai ya kwamba mtu amemshika na sehemu zake nyeti zimepotea, na tumeweza kuwasiliana na vyombo vya usalama, taasisi za usalama wakiwemo polisi na machifu, na ni kwamba mpaka sahihi madai haya ya kuwa sehemu nyeti zimepotea ni ya urongo. Nur aidha amesema uchunguzi wa kisayansi uliofanywa kwa ushirikiano na maabara za serikali pamoja na hospitali mbalimbali umethibitisha kuwa madai ya kuibiwa kwa sehemu za siri inavyodaiwa ni jambo ambalo haliwezekani. Enda kwa hospitali yoyote, hakuna mtu ako na hiyo uwezo ya kutoa hiyo kitu. Amesisitiza kuwa watu wote waliokamatwa kuhusiana na visa hivyo watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yanayowakabili. Hizo ndizo kauli zilizotolewa na viongozi wa usalama pamoja na harakati katika kaunti ya Mombasa kuhusiana na suala la watu kupoteza nyeti zao. Swali linasalia ni je, jambo hili lipo kweli au ni mbinu mpya ambayo imevumbuliwa ili kuwapora wananchi?